Na mtazamaji, tunaendelea na vidokezo ambapo ripoti ya upasuaji wa mwili wa mwanafunzi wa chuo kikuu Faith Kemunto aliyepatikana ameuawa na kuzikwa kule Nyamira imethibitisha kwamba msichana huyo mwenye umri wa miaka 20 aliuliwa kwa kunyongwa. Majonzi kwa wakaaji wa Nyamira baada tu ya kumpoteza mwanafunzi wa chuo kikuu mwenye umri wa miaka 20. Kulingana na upasuaji wa maiti, waonesha mwenda zake Faith Kemunto aliuawa kwa kunyongwa. Watakapothibitisha kweli ni Faith, kwamba waweze kuchukua hatua za kinidhamu kwa yule ambaye alifanya haya, aweze kuadhibiwa. Kama ni kufungiwa, afungiwe, kwa sababu kile ambacho alifanya ni kibaya zaidi, na sisi kama familia tunadai haki, na haki ni itoke kwamba tunashukuru kwamba amekamatwa, sasa aweze kufikishwa mahakamani na aweze kukatiwa kesi kulingana na yale alifanya. Tunapoendelea na hii process ya kufanya uchunguzi, tunaweza kushukuru hata hivyo, ndugu, jamaa na marafiki wakiitaka serikali kuingilia kati ili kuhakikisha usalama unaboreshwa. Tunaomba uchunguzi ufanywe kikamilifu na mhusika aweze kuadhibiwa kisheria. Kwa waziri wetu wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Murkomen, akikuja hapa Nyamira kwa jukwaa la usalama wiki hii ya kesho, apende kuzungumzia hasa mambo haya ya mauaji yamekuwa rampant hapa Nyamira. Wakimsisitiza waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuhakikisha usalama uko imara katika kaunti hii ya Nyamira. Nikiripotia runinga ya Citizen, jina langu ni Omar Ali. Hatutaki kuona watu wetu wakiuawa. Na mtazamaji, naye makamu wa rais wa